Hello, habari wapenzi wa Kokoriko. Kama kawaida yetu, leo tuko shambani na direct tunaenda moja kwa moja kwenye topic. Leo tumekuandalia nini? Endelea kuwa nasi. Wengi mlikuwa mnatuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku na wachache mkasema mnataka kuwa kama sisi. Sasa jibu limepatikana. Tarehe 11 mwezi wa 10 tutakuwa na semina ya vitendo shambani mwetu. Ni Mji Mwema, Kigamboni. Tutafundisha jinsi ya kumanage shamba la kuku, dawa za kienyeji, chanjo za kienyeji, bila kusahau shortcut ya vyakula vya kuku. Lakini pia mtashuhudia hatua za ukuaji wa kuku kuanzia kifaranga mpaka kuku mkubwa. Tutawapa michongo ya masoko ya mazao ya kuku. Hayo yote ni kwa shilingi 25,000 tu za Kitanzania. Chakula na vinywaji juu yetu. Sijamaliza, bila kusahau hapa tutajifunza jinsi ya kupiga hela kwa muda mfupi kwa formula ya 3-3-3. Unasubiri nini? Fuata. Siku zote huwa tunaonyeshaga watu kwamba sisi huwa tunatoa vifaranga. Kifaranga mdogo anapototolewa hatumwachi na mama yake, tunawatoa na kuwahifadhi kwenye brooder. Sasa leo tutaenda kushuhudia jinsi tunavyoenda kuwatoa mpaka tunapoenda kuwahifadhi. Endelea kwa nasi moja kwa moja, karibu. Mpenzi mtazamaji, eneo hili unaloliona ni maalum kabisa. Tumelitengeneza kwa ajili ya kuku wetu kutaga na kutamia. Kwa hiyo ukiwa na wewe na eneo lako unaweza ukalitengeneza kama hivi au ukatengeneza kutokana na wewe mwenyewe unavyopenda. Pia inategemea na idadi ya wingi wa kuku ulionao. Mpenzi mtazamaji, hapa ndo naenda kutoa vifaranga wangu. Lakini kabla ya hapo lazima wewe mfugaji ufahamu faida gani, kuna faida gani za wewe kwenda kuchukua vifaranga na kuwahifadhi wewe mwenyewe mara tu baada ya kutotolewa. Kwanza kabisa, zoezi hili la kwenda kutoa vifaranga unatakiwa utoe ndani ya saa 12 mara tu baada ya kutotolewa. Unapoacha au ukipitiliza muda kuna madhara yake. Hapa ni haya. Cha kwanza, kuku anaweza akaacha kutamia mayai yalobakia na kutoka na wale vifaranga ambao tayari wametotolewa, hivyo yale mengine yakaharibika. Mwingine anapotoka nao nje, wale ambao tayari walikuwa wa kwanza kutotolewa, anaweza akawasababishia magonjwa, na ndio maana unapowachukua unakuwa umewakinga na magonjwa hayo. Pia unapomchukua kifaranga baada ya kutotolewa unakuwa umemwepushia na magonjwa. Pale kwenye kiota kunakuwa na magonjwa mbalimbali, hivyo unapoacha anaweza akapata utitiri, viroboto kutokana na kile kinyesi ambacho kimebakia au yale mabaki ya maganda ya mayai. Ukiachana na sababu hizo, sababu nyingine ambayo kwa nini tunaondoa vifaranga kutoka kwa mama yake ni kwamba binadamu tunajua ana akili zaidi kuliko mama kuku. Hivyo anapowachukua anaenda kwa treat vizuri na kuwalea vizuri kuliko yule kuku. Lakini pia sababu nyingine ni kumruhusu kuku atoke nje ili kujiandaa na mzunguko mwingine wa kutaga mayai kama kawaida. Kwa hiyo unapomwacha wale anachukua muda mrefu mpaka wakue. Kwa hiyo unapomtoa baada ya mwezi mmoja unakuta tayari anaanza kutaga kutokana na mazingira yako. Kama una majani, unawapa lishe nzuri, basi hawachukui muda mrefu. Kama tulivyoelekeza kwamba kuku kifaranga mdogo anapaswa kula starter. Kwa hiyo unapomweka na mama yake unakuwa unaharibu. Muda mwingine ya kila starter unakuwa hapati zile lishe anazozitaka kuliko kifaranga yeye mwenyewe. Kwa hiyo unapomwacha kifaranga wenyewe unakuwa unawadhibiti idadi ya chakula unachopaswa kuwapa. Mpaka hapo utakuwa umeshajua. Sasa tunaenda kuangalia ni nani basi kati ya kuku hao watakuwa wameshaanza kutotoa. Kingine muhimu ambacho nikukumbushe, usisahau hakikisha kuku anapoanza kutaga yai na anapoenda kutamia una note ili ujue kwamba tarehe 21 kuku wa kwanza anatoka, tarehe 30 kuku wa pili anakuwa anatoka, tarehe 1 wote unakuwa una note. Inakuwa ni rahisi kwamba tarehe 1 ngoja nikaangalie kwamba mayai yako yameshaanza kutotolewa au la, ili ujue yaloharibika ni yapi, umpishe kuku akajitafutie huko nje na kuendelea na mazingira mengine. Kitu unachotakiwa kujua ni kwamba kuku akiwa ametotoa anakuwa na mlio special kuliko yule ambaye anaendelea kutamia, pia naye anakuwa na mlio wake. Kwa hiyo kunapaswa kujua. Utaona hapa ninapowafuata ili kujua huyu anaendelea kutamia au ameshatotoa, utawaona. Wengi mlikuwa mnatuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku na wachache mkasema mnataka kuwa kama sisi. Sasa jibu limepatikana. Tarehe 11 mwezi wa 10 tutakuwa na semina ya vitendo shambani mwetu. Ni Mji Mwema, Kigamboni. Tutafundisha jinsi ya kumanage shamba la kuku,
dawa za kienyeji, chanjo za kienyeji, bila kusahau shortcut ya vyakula vya kuku. Lakini pia mtashuhudia hatua za ukuaji wa kuku kuanzia kifaranga mpaka kuku mkubwa. Tutawapa michongo ya masoko ya mazao ya kuku. Hayo yote ni kwa shilingi 25,000 tu za Kitanzania, chakula na vinywaji juu yetu. Sijamaliza, bila kusahau hapa tutajifunza jinsi ya kupiga hela kwa muda mfupi kwa formula ya 3-3-3. Unasubiri nini? Fuata. Huyu anaitwa Nino, bado anaendelea kutamia. Unaona? Anakuwa na sauti hiyo. Kuku wetu mwingine ni huyu hapa, anaitwa Snow White, naye tunamjaribu. Ana mlio gani? Unaona? Kwa hiyo na yeye bado anatamia, hajatotoa. Hapa kuna mayai, bado kuna kuku anaendelea kutaga. Huku pia kuna mayai kama unavyoona. Kwa hiyo huku ni special kwa ajili ya kuku kuendelea kutaga. Huyu ni Texas. Tena wewe unaona ana mlio kama yule wa kwanza. Huyu ni Nubia Promax. Yule. Unaona? Na mkali sana huyu. Na yeye bado. Huyu ni Pendo. Naye ngoja tujaribu. Kama unavyoona naye ana mlio sawa na wale wa mwanzo. Kwa hiyo bado anaendelea kutamia. Hapa kuna nini? Kama kumepoa. Unaona huyu sio mkali na unapomwangalia mlio wake ni tofauti na wale wengine. Kwa hiyo kama unavyoona tayari ameshatotoa. Ana watoto, kwa hiyo anakuwa kama amepoa fulani hivi. Huyu ni Fifi. Jamani, Fifi ni kuku wetu bora kabisa. Nadhani siku tukimuuza basi atauzwa kwa gharama kubwa sana. Kila tunaporekodi video basi Fifi naye tunamkuta anatotoa, anataga au yuko katika hali nzuri. Kwa hiyo tunajivunia sana Fifi. Fifi ni moja ya kuku wetu wa kwanza kabisa tulioanza naye, lakini kila kukicha anaendelea kutusurprise na vitu mbalimbali. Baada ya mwezi tu tukimtoa nje anaanza tena kutaga. Kwa hiyo tunajivunia sana Fifi. Mlio ni huu hapa. Anakuwa kama anaitia. Japo hawajatoka lakini unawaona kabisa. Kwa hiyo vifaranga hao inabidi tuwatoe ili kumwachia space ya kuendelea na mayai mengine. Hapo chini unaona na mayai mengine. Kwa hiyo tukimwachia mpaka jioni anaweza akatoka nao au akaacha hayo mayai mengine hapo. Kwa hiyo yanaweza akaharibika. Kwa hiyo inabidi tuchukue vifaranga ili kuokoa kwamba kuendelea na hao mayai yalobaki na hao vifaranga wengine basi tukawahifadhi. Haya, hebu ngoja tuangalie ana watoto wangapi. Nyanyua hapo. Watoto 1, 2, 3, 4 kama 5, kamoja nimekaona huko nyuma. Kwa hiyo ana watoto 5 na bado mayai yamebaki. Haya, ngoja tuwachukue watoto. Penzi mtazamaji, unapochukua vifaranga kama kuna yale makasha mayai ambayo yametotolewa unahakikisha unayatoa ili kumwachia kuku kuyakusanya yale mayai mengine na kuyapa joto kama kawaida. Unapoacha yale makasha basi yanakuwa yanamjazia nafasi. Kwa hiyo haya mayai mengine yanaweza yasipate joto. Vifaranga wetu ni hawa hapa, wako 5. Tunawatoa na kwenda kuwahifadhi. Hakikisha mikono yako ni misafi, ni mikavu. Na mazingira unakuwa umeshayaandaa ili wanapoenda wawe salama salmini. Broda yetu ni kubwa kama unavyoiona na vifaranga wako 5. Kwa hiyo tunaanza sasa kwanza kwenye boksi kuwaweka ukiwa na taa yako ya joto. Kwa kuwa hawajaanza kula, kazi yao kubwa itakuwa ni kulala tu. Kwa hiyo unahakikisha joto liko la kutosha na unawahifadhi sehemu ndogo ambayo wataweza kujibana na kupata joto. Hapo utakuwa unaangalia mara kwa mara, ukiona wamechangamka wanaanza kula, ila muda mwingi watatumia kulala.
Baada ya kuwaweka hivyo, basi utakuwa unawafuatilia mara kwa mara. Na chakula chao cha kwanza kitakuwa ni starter kama kawaida. Mpenzi mtazamaji, nilisema tutafanya kwa vitendo. Sasa hapa nataka nikakuonyeshe kuku ambaye tumemwachia vifaranga wake. Nini ambacho kinaendelea huku? Twende tukajionee wenyewe. Kuna mfugaji mmoja nilikuwa pindi ninaendelea kukua, nilikuwa namuona ana kuku. Kila siku naona kuku wake ametotoa, wanakuwa, basi nikajua atakuwa na kuku wengi sana. Lakini nilipoenda kumfuata at least hata niuzie wawili, nikamkuta ana kuku watatu. Namuuliza vipi? Ananiambia ndo changamoto hizo. Sasa watu wengi kosa mnalolifanya ni kumwachia kuku na vifaranga wake awalee wenyewe. Na hapo anakutana na changamoto nyingi kuliko wale vifaranga ukiwachukua na kuwalea wenyewe, unaweza ukapata faida kama mimi nayoona. Hao wote wamepitia kwenye mikono yangu, nimewalea mwenyewe, nimechukua vifaranga wao na nimeweka kwenye brooder. Kwa hiyo hebu twende tukajionee huko ambaye tumemwachia vifaranga awalee mwenyewe. Wengi mlikuwa mnatuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku, na wachache mkasema mnataka kuwa kama sisi. Sasa jibu limepatikana. Tarehe 11 mwezi wa 10 tutakuwa na semina ya vitendo shambani mwetu. Ni Mji Mwema, Kigamboni. Tutafundisha jinsi ya kumanage shamba la kuku, dawa za kienyeji, chanjo za kienyeji, bila kusahau shortcut ya vyakula vya kuku. Lakini pia mtashuhudia hatua za ukuaji wa kuku kuanzia kifaranga mpaka kuku mkubwa. Tutawapa michongo ya masoko ya mazao ya kuku. Hayo yote ni kwa shilingi 25,000 tu za Kitanzania. Chakula na vinywaji juu yetu. Sijamaliza, bila kusahau hapa tutajifunza jinsi ya kupiga hela kwa muda mfupi kwa formula ya 3-3-3. Unasubiri nini? Mtazamaji, unaimuona hapa ni kuku wetu, huyu anaitwa Hope. Hope alitotoa vifaranga 8, lakini mpaka hivi sasa unapomuona ana vifaranga 4. Hawa hapa tulimwachia leo wenyewe kwa ajili ya kuwaonyeshea kama mfano kwa nini ambacho ukiwaachia vifaranga kwa kuku nini kitaendelea. Kama nilivyokuambia walikuwa 8. Picha linaanza 2 wakaliwa na kunguru. Na hii maana yake ni kwamba 30% ya vifaranga wote wanaototolewa na kuku wako na kuachia tu nje wanaliwa na kunguru. 3 aliliwa na kicheche na 4 alibanwa na mlango okay, 4 alibanwa na mlango. Kwa hiyo hayo yote unaweza ukayalimit pale tu utakapoweka kwenye brooder na kuwa unawazingatia wewe mwenyewe. Kwa hiyo nusu ya vifaranga wangu wamepotea kabla hata ya wiki 3 haijapita. Na hapo sio mwisho, na hao wenyewe hebu tuangalie, maana wanavyoonekana tunaweza tukapoteza na wenyewe. Huyu unavyomuona hapa ni mdomoni ana ndui. Unaona? Ana ndui huyo mdomoni. Angekuwa kwenye brooder basi hii ndui angeweza kuiepuka, lakini imempata mapema kabla hata ya muda wa chanjo haujafika. Huyu ana viroboto. Mbona muangalie ni mdogo kabisa lakini ana viroboto hivi. Kwa hiyo unaona kabisa viroboto vimetoka kwa mama kuja kwa mtoto au eneo lile husika. Muangalia huku chini kabisa viroboto vimejaa. Ni vingi hivi. Uzuri hawa ni kuku wa kienyeji, kwa hiyo huko nje wanaweza wakasurvive na watakapokuwa watakuwa na kinga kubwa kuliko wale wengine. Lakini risk yake ni kwamba unapoteza kuku wengi. Ungewafuga wakiwa ndani, yani ungeweka kwenye brooder na kuwafuga wewe mwenyewe mpaka mwezi mmoja au miezi miwili, basi ungeweza kuwaokoa na kupata kuku wengi wazuri. Hawa ni zaidi ya kuku 200. Wenyewe wameshamaliza mwezi na hivi sasa tumewachia wapo nje wanaenjoy. Imagine kama ungefuga kuku wako ukaweka kwenye brooder, baada ya mwezi unawatoa nje na kuwatafutia eneo lao zuri kama hili. Ungewaokoa kuku wangapi? Kuku hawa wote wangekuwa wadogo, ungeweka nje wangebaki kama hivi.
Hayo ni maswali ambayo wewe mfugaji unapaswa kujiuliza pindi tu unapopata vifaranga wapya. Mlikuwa mnatuuliza maswali mbalimbali kuhusiana na ufugaji wa kuku na wachache mkasema mnataka kuwa kama sisi. Sasa jibu limepatikana. Tarehe 11 mwezi wa 10 tutakuwa na semina ya vitendo shambani mwetu. Ni Mji Mwema, Kigamboni. Tutafundisha jinsi ya kumanage shamba la kuku, dawa za kienyeji, chanjo za kienyeji, bila kusahau shortcut ya vyakula vya kuku. Lakini pia mtashuhudia hatua za ukuaji wa kuku kuanzia kifaranga mpaka kuku mkubwa. Tutawapa michongo ya masoko ya mazao ya kuku. Hayo yote ni kwa shilingi 25,000 tu za Kitanzania, chakula na vinywaji juu yetu. Sijamaliza, bila kusahau hapa tutajifunza jinsi ya kupiga hela kwa muda mfupi kwa formula ya 3-3-3. Unasubiri nini? Fuata maelezo kwenye caption hapa.